Kutoka katika damu ya ukoo wa kichifu hadi jukwaani, akiwa ni malkia wa uigizaji, jina la Fatma Mohamed Makongoro Matutu, maarufu sana kama Bi Mwenda, inakuwa simulizi ya ushupavu, kipaji na ndoto iliyotimia. Mwanamama huyu wa Ikizu mkoani Mara alizaliwa tarehe 26 ya Desemba mwaka 1957. Ilikuwa ni kijijini Ikizu, Nyamuswa, wilayani Bunda. Ni mtoto wa 3 kati ya 7 wa marehemu Chief Mohamed Makongoro, chief wa Ikizu Matutu na rafiki wa karibu kabisa wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mama yake marehemu Maua Sindemba. Wakati Tanganyika ikielekea kupata uhuru wake mwaka 1961, Fatma Makongoro aliandikishwa kuanza elimu ya msingi katika shule ya msingi Ikizu, ambako alisoma hadi darasa la 4, na mwaka 1965 akahamishiwa kwenye shule ya msingi Kinondoni ni Dar es Salaam, ambapo alihitimu elimu ya msingi mwaka 67. Mara baada ya kumaliza shule akaolewa moja kwa moja na kubarikiwa kupata watoto 4, 3 wa kike na 1 wa kiume. Hii leo ni bibi wa wajukuu 4 na vitukuu 7, akijivunia kizazi kinachoendelea kuandika urithi wake. Tangu akiwa binti mdogo, Fatma alivutiwa mno na ulimwengu wa maigizo, ngoma za asili pamoja na ngonjera. Ndani yake kulikuwa na ndoto ya siku moja kusimama kama msanii mkubwa wa maigizo. Aliwatazama kwa heshima kubwa wasanii kama Mzee Kipara, Mama Hambiliki, Mzee Pwagu, na kutoka nje ya Tanzania akafurahia zaidi kumtazama Mzee Onyango, Mzee Bashiri na Mwita Maranya wa tamthilia ya Tausi. Ndoto hiyo ikaanza kuchanua mwaka 1998 alipoamua kuingia rasmi kwenye tasnia ya uigizaji. Jirani yake ambaye pia alikuwa mwigizaji, marehemu Bi Sauda, alimshika mkono na kumpeleka moja kwa moja kwenye kikundi cha Kaole, ambapo huko akapokewa kwa mikono miwili na wakongwe wa sanaa akiwamo Mzee Kipara, Mama Hambiliki na Mzee Pwagu. Katika mchezo wake wa kwanza wa Hujafa Hujaumbika, Fatma akapewa jina la kisanii Bi Mwenda, jina ambalo limebaki kuwa nembo yake hadi sasa. Hata hivyo, ilikuwa ni kupitia mchezo wa Jahazi ndipo jina lake lilipotikisa anga la maigizo ya Tanzania. Katika mchezo huo alicheza nafasi ya mwanamke mchawi aliyekuwa akiwatesa mkwe wake Juliet Kakuri ama Kemi na wajukuu zake, akishirikiana na marehemu Mlopelo. Uhalisia wa uigizaji wake ulivutia kiasi kwamba baadhi ya watazamaji walidhani kweli Bi Mwenda ni mchawi, wengine hata wakimwogopa ama kumkwepa hadharani. Lakini badala ya kukata tamaa, Bi Mwenda aliona hiyo ndiyo fursa yenyewe ya kujifunza zaidi kuhusu tabia za uhusika wa mchawi, akifanya tafiti na kuibua uhalisia wa ndani ya mhusika. Kwa maneno yake mwenyewe anasema nafasi anayoitendea haki zaidi ni pale anapopewa fursa ya kuwa mwanamke mchawi katika mchezo wa kuigiza. Uhodari wake uliifanya Kaole kumwona kama lulu isiyopaswa kupotea. Katika kila tamthilia aliyoshiriki, Bi Mwenda alibeba nafasi ya mwanamke mwenye roho mbaya, mchawi au mkali wa kupindukia, tena kwa ustadi usiopimika. Baadhi ya michezo iliyomtambulisha zaidi ni kama hivyo Jahazi, Fukuto, Tufani, Dira, Tetemo, Radi Maisha, Taswira, Zizimo, Johari pamoja na michezo mingine. Ndani ya miaka 27 ya uigizaji wake, Bi Mwenda amekuwa kioo cha mafanikio ya mwanamke katika sanaa, akionyesha kuwa umri si kikwazo, bali ni daraja la hekima na ubunifu. Alipoondoka Kaole baada ya kikundi hicho kusambaratika, Bi Mwenda aliendelea kama msanii huru na akaingia rasmi kwenye ulimwengu wa filamu, huku filamu yake ya kwanza ikiwa ni Riziki, ambayo iliongozwa na Chiki Mchoma na kuzalishwa na marehemu Steven Kanumba. Hiyo ilimfungulia ukurasa mpya wa mafanikio. Alishiriki na majina makubwa kama Kanumba mwenyewe,
lakini kulikuwa na Bahati, Madina Mjata ama Zawadi, Chikoka na Vincent Kigosi maarufu kama Ray. Filamu nyingine zilizompa umaarufu mkubwa ni Wageni Wangu, Hukumu ya Ndoa Yangu, Bibi Yangu, Mkono Wangu, Binti Mfalme, Subiri Mama, Jungu la Urithi, Witch Doctor, Dendeko, Lupelo Village, Detective, Chozi la Zinaa, Deni la Haki, True Love, Ukungu, From China with Love, No Way, Johari, Revenge, Kingdom, The Deception na nyinginezo nyingi. Kwa zaidi ya robo karne kwenye jukwaa la sanaa, Bi Mwenda ametunukiwa tuzo 5 za kitaifa, ikiwa ni ishara ya heshima kwa mchango wake. Tuzo hizo ni pamoja na ile ya heshima kwa mchango mkubwa katika tasnia ya sanaa Tanzania iliyotolewa na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC mwaka 2022, tuzo ya Mwanamke wa Shoka katika sanaa ya maigizo iliyotolewa na Taasisi ya Mwanamke wa Shoka Tanzania mwaka 2024, lakini pia alipata tuzo ya mwigizaji mkongwe kutoka Ustawi wa Maendeleo ya Jamii mwaka 2024, ikiwa ni pamoja na tuzo ya Mwanamke Mahiri mwenye ushawishi kutoka kwa taasisi ya Thamani Yangu Foundation. Bi Mwenda hana kazi nyingine nje ya sanaa. Anaamini uigizaji ndio moyo wa maisha yake, na kupitia sanaa hii amejijengea heshima, kipato na urithi wa kitamaduni. Ni mlezi na msukumo wa wasanii wengi waliopitia Kaole na wale wanaochipukia hivi leo. Anapopumzika hupendelea kutazama filamu na tamthilia mbalimbali, na hasa za ndani ya Tanzania. Ni shabiki mkubwa wa timu ya Yanga ya Dar es Salaam, na kila mechi ya timu yake huipa muda maalum wa kuishabikia kwa dhati. Fatma Mohamed Makongoro Matutu ama Bi Mwenda ni jina lililopambwa kwa heshima na historia katika tasnia ya filamu na maigizo hapa Tanzania. Kutoka kwa binti wa chifu hadi kuwa malkia wa jukwaa, amebeba tasnia hii mabegani kwa imani, nidhamu na upendo. Safari yake ni somo la ujasiri, uvumilivu na utimilifu wa ndoto.